Matumaini yangu ni mzima, mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa ukurasa huu wa YouTube wa On Sports TZ. Kwanza nenda ka subscribe, like, comments bila kusahau kushare ili uwe wa kwanza kupata habari kubwa na kali za kimichezo pindi ambapo tunaziweka kwenye ukurasa wetu huu wa YouTube. Unaweza kwenda mbali zaidi ukashare kwa marafiki, jamaa pamoja na ndugu kwa kile ambacho tunakuletea hapa mara zote. Moja kati ya stori kubwa ambacho tunafahamu hivi sasa ni kumalizika kwa ligi kuu soka Tanzania bara ama NBC Premier League, na kupisha sasa dirisha kubwa la usajili liendelee kuchukua nafasi kwenye vilabu mbalimbali, lakini pia imeambatana na matukio makubwa, mfano tukio la wananchi kwa maana ya Wananchi Day, Young Africans wakijiandaa kuliendea tukio hilo. Lakini pia kuna tukio la Simba Day ambalo litafanyika August 8 kwa maana tarehe 8 ya mwezi wa 8 ya mwaka huu. Lakini pia tukio la Yanga Wananchi mabingwa mara 5 wao watafanya tarehe 9. Kabla kuelekea kwenye matukio hayo, Young Africans wameshusha sajili mbalimbali. Hapa ameshushwa Peter Shalulile, lakini pia wamefanya uchaguzi mkuu kwenye timu yao kuelekea kupata viongozi wapya, ambapo Hersaid ameendelea kuwa rais wa timu hiyo, lakini pia Arafat Haji yeye ameendelea kuwa makamu wa rais. Pia wajumbe 5 wamepatikana ambao wamechaguliwa na wanachama wa timu hiyo, huku wajumbe wengine 2 wataongezwa ili uweze kutimia wajumbe 7. Hawa ni Yanga, uchaguzi wao umeisha, uko poa kabisa. Sasa wakati uchaguzi wa Yanga unamalizika, ndipo Simba huku kuna waka moto. Wakati uchaguzi wa Yanga ulipomalizika, siku ya uchaguzi kwa maana ya Agosti 2 pale Superdome kule Bunju, mwenyekiti upande wa wanachama wa timu hiyo wenye 51%, Murtaza Ali Mangungu, akabadilisha hali ya hewa, akabadilisha hali ya upepo kabisa katika siku husika. Alifanya mkutano wa dharura akichagua bodi ya wadhamini wa timu hiyo kutoka kwa upande wa wanachama, ambapo ilifanyika Bunju hapa jijini Dar es Salaam. Kwanza msikilize hapa Murtaza Ali Mangungu kwa kile ambacho amekifanya kwenye mkutano huo wa dharura na wale ambao amewachagua. Ilikuwa inasema wajumbe 4 wa baraza la wadhamini. Sasa hivi imetoa sharti lazima wawe 7 pungufu 5. Na katiba hiyo hiyo ya baraza la wadhamini pia imetoa sharti kwa watu ambao wanastahili au wanafaa kuwa wajumbe wa baraza. Mojawapo lazima awe mwanachama, 2 mwadilifu, 3 watakao kuwa tayari kutumikia nafasi hiyo kwa niaba ya wanachama wote. Katiba imetoa mwongozo namna ya kupatikana kwa wajumbe. Taarifa zilikwenda kwa njia ya barua, bahati mbaya inawezekana wengine wasikuwa hakupata, lakini kama nilivyosema hapa kwenye maelezo ya awali, hakuna jambo linalofanyika ikawa watu wote wakawa wameridhika na kushiriki. Kwa hiyo kwa utaratibu umefuatwa. Baada ya hapo niseme tu kwamba tunao wajumbe ambao walikuwepo kwenye baraza lililopita na mlimuidhinisha mara ya mwisho mzee wetu Jaji mstaafu Mihayo. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya wajumbe hao, mwingine ni mzee Juma Asmani Kapuya, ndugu Ahmed Idi Mgoi na Ramesh Patel. Sasa tunayo katiba yetu ambayo inaongoza kwa kusema kwamba kutakuwa na baraza la ushauri ambalo litakuwa ni moja kati ya vyombo vyetu vyenye mamlaka. Hata hivyo wajumbe wanaounda hilo baraza wapo wengi, akiwemo mzee Dalali, ni viongozi wale wastaafu ndio ambao wanaingia huko. Kwa hiyo tumeshauriana na nimepata mapendekezo. Hali ya mzee wetu Ramesh Patel ameshatumikia miaka 25
kwenye nafasi hiyo, na sasa hivi hayuko vizuri sana. Kwa hiyo tunamsamehe na tutafanya marekebisho. Pia mzee Kapuya naye hali yake, mtu mzima sana, anaishi sasa hivi yuko Kaliua huko, si Kaliua iko sehemu gani Tanzania hapa, lakini nadhani itakuwa maporini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa tunapata shida kumpata. Kwa hiyo wajumbe hawa wataendelea kuwepo kwenye baraza lile la ushauri na wataendelea kushirikiana na Simba katika namna hiyo. Lakini ukienda mbele kwenye katiba ya baraza la wadhamini, kuna shida inajitokeza kwamba baraza la wadhamini ndio chombo cha usuluhishi itakapokuwa inatokea sasa mgogoro wowote baina ya pande. Ibara ya 16(1) ya katiba hiyo ya baraza la wadhamini, mzee Mihayo ndio mwenyekiti wa baraza lile. Kwa hiyo inaweza kawa ngumu yeye kuweza kuvaa kofia mbili, ile na hii. Kwa hiyo itakuwa na wajibu wake yeye kuchagua wapi ataweza, lakini ile iliyotangulia ndio inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo ataenda huko. Kwa maelezo hayo, wapo wajumbe ambao tutawataja hapa. Utaratibu ukiwa umeridhia, tumeridhia. Yule ambaye anaona kwamba fulani hakustahili kuwepo, anaweza kufanya objection kwa kuandika na kufuata utaratibu wa kikatiba. Hapa hatupigi kura wala hakuna utaratibu huo ambao umeainishwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo mapendekezo, ndugu Adamu Mgoi ambaye alikuwepo na mlimpitisha mwanzo atakuwepo. Ndugu Hamad Abdalla, ndugu Salum Abdalla, Dr. Bill Kiwia, Hassan, Ismail Muhammad na Amos Makala. Hawa ndio wataunda hilo baraza. Utaratibu wa kuchaguana na mwongozo mwingine ni wao. Kwa hayo machache niseme kwamba tunawashukuru kwa ushiriki wenu na tumefikia hapo katika uteuzi. Asante. Na moja kati ya majina ambayo yamechaguliwa kwenye eneo hilo ni pamoja na aliyewahi kuwa kiongozi wa Simba kwa kipindi fulani. Hapa namzungumzia Salim Abdalla Muhene, try again, ambaye amerejea tena katika nafasi ya uongozi kunako timu hiyo mara baada ya kumalizika kwa hiko ambacho Mangungu amekitaja kama ni sehemu ya katiba ya Simba na imemtaka kufanya hivyo. Ndipo muda mfupi baadaye Simba Sports wakaibuka kwenye ukurasa wao wa Instagram kwa kutaka kuchapisha taarifa kwa umma kwa hiki ambacho kimepita hapa alichokifanya Murtaza Ali Mangungu. Kwenye taarifa kwa umma ambapo wamesema Simba sasa tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju siku ya leo sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba, hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili na kinyume cha katiba ya Simba. Kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2026, ibara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu wa ushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Hivyo kesho tarehe 3 ya mwezi wa 8 kutakuwa na kikao cha bodi kujadili agenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo. Simba nguvu moja imetolewa na Crestus Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba tarehe 2 ya mwezi wa 8. Ikaishia hapo na wengi tulidhania ingeishia hapo. Moja kati ya majina ambayo yalichaguliwa kwenye orodha ya Murtaza Ali Mangungu ni pamoja na Amos Makala ambaye yeye aliungana na Dr. Bila Kiwia, Alhaji Ismail Muhammad, Adamu Mgoi, Hamad Abdalla na Hassano. Amos Makala akawa ni mtu wa kwanza kuibuka na kutoka hadharani akipinga uteuzi huu ambao alichaguliwa na Murtaza Mangungu. Amesema kuwa nimeona hii habari ya uteuzi kuwa mjumbe baraza la wadhamini klabu ya Simba. Mimi ni mwanachama wa klabu ya Simba, nafahamu vyema katiba ya Simba na mchakato wa kuwapata wajumbe baraza la wadhamini wa klabu ya Simba. Uteuzi huu ni batili kwa sababu katiba ya Simba haikufuatwa na mimi binafsi si kufurahishwa.
ikaishia hapo kwenye hiko ambacho Amos Makalla alikiita kama kitu batili. Mengi yakazungumzwa mitandaoni. Asubuhi ilipofika, Murtaza Ali Mangungu ambaye alibadilisha upepo wote wa uchaguzi wa klabu ya Yanga, asubuhi ya leo kila kitu kikabadilika tena. Murtaza Ali Mangungu akaitwa kwenye kituo cha radio cha Crown FM, kwenye Crown Sports, akizungumza mambo mengi kwelikweli kuhusiana na kile ambacho kilitokea nyuma yake katika siku husika. Kwenye kukalili kile ambacho amekizungumza Murtaza Ali Mangungu, ambaye ni mwenyekiti kwa upande wa wanachama wa klabu ya Simba Sports, ambao pia wamegawanyika kwenye makundi mbalimbali, na hizi ni moja kati ya nukuu zake siku ambayo imealikwa na Crown Sports. Murtaza anasema hawa ambao wamechaguliwa jana ni mapendekezo ambayo mimi nilishauriana na Mohamed Dewji tukapitisha. Mo amechangia majina 4, 3 yametoka kwangu. Kuhusu Amos Makalla, Mangungu amesema Mohamed ndiye aliyempendekeza. Kuhusu kumshauri au hakumshauri, hilo sio jukumu langu, lakini hata hivyo anayo haki ya kukubali au kukataa kwa sababu bado hajapewa barua ya uteuzi. Mangungu angeendelea kwa kusema zaidi, mimi ni mmoja kati ya watu wanaothamini mchango wa Mohamed Dewji na namheshimu kama anavyoniheshimu. Watu wanadhani mimi namfahamu Mohamed Simba. Mimi ni rafiki yangu zaidi ya miaka 20 pengine kabla ya hawa machawa wote. Hapo akipigilia msumari kwa kile ambacho wanaamini Murtaza Ali Mangungu labda Dewji amemjua kwenye siku za hivi karibuni. Akaendelea kwa kusema tumewavuruga wanachama hivi, kwa nini mtu aone kwamba yote ndiye mwenye mamlaka? Huyo alitoa maamuzi ya kubadilisha maamuzi yake au ni bodi ya bodi? Bodi ilikaa lini? Bodi inakaa leo. Sasa na yeye amepata wapi hayo maelezo? Lakini mwisho wake ni nini? Lengo ni Simba iendelee au kuna watu wananufaika na ilivyo ndio maana wanapigania? Hapa akimsema Crestus Magori ambaye ni mkurugenzi wa bodi ya klabu ya Simba. Akamalizia kwa kusema kuna mambo yanafanyika wana Simba hawajui. Huko nyuma kuna watu walishatengeneza document kusema Simba imeuzwa. Document zipo, kuna wakati utafika tutasema. Lakini pia Crestus Magori naye akaendelea kuzungumziwa na Mangungu. Anasema nionyeshe kipengele cha katiba kinachomtaja Mo, hata kama ameongea na Mo. Mo ndio bodi. Simba inaendeshwa na katiba, sio busara. Aoneshe wapi katiba inasema bodi imevunjwa. Amedanganya mpaka mamlaka kubwa huko. Yeye ndio mwenyekiti wa bodi. Simba inaongozwa na katiba, sio Magori, alisema Murtaza Ali Mangungu. Ni hayo tu ambayo yamezungumzwa kwenye klabu ya Simba. Wewe unasemaje? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment bila kusahau kushare. Ni On Sports TZ. Ciao kwa sasa.